Hujambo na karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Libya kwachafuka kwa mara nyingine tena ni baada ya mamia miili imegundulika katika vituo vya kizuizi nchini Libya. Hii ni kwa mujibu ofisi ya haki za kibinadamu ya Umoja wa Mataifa OHCHR, ambayo imeripoti siku ya Jumatano ikitoa wito wa uchunguzi huru kuhusu matokeo ya kutisha na ukiukwaji katika vituo hivyo. Tangu kifo cha Muammar Gaddafi, rais wa taifa hilo, Libya haikuwa salama tena. Vurugu na mauaji yamekuwa ni kwa wingi. Ghasia, machafuko ya kisiasa na uvunjaji sheria vimeikumba nchi hiyo ya kaskazini mwa Afrika tangu uasi ulioungwa mkono na NATO kumuondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi zaidi ya miaka 10 iliyopita. Makaburi hayo yamepatikana katika mji mkuu wa Libya, Tripoli, kulingana na OHCHR, katika maeneo rasmi na yasiyokuwa rasmi yanayoendeshwa na kifaa cha usaidizi wa udhibiti SSA, kikundi chenye silaha kilichopewa mamlaka ya kuimarisha usalama wa serikali. Hofu yetu mbaya zaidi inathibitishwa. Maiti kadhaa zimegundulika kwenye tovuti hizi pamoja na ugunduzi wa vyombo vinavyoshukiwa vya mateso na unyanyasaji na ushahidi unawezekana wa mauaji ya kiholela, kamishina mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za kibinadamu Volker Turk alisema. SSA, wanamgambo wenye nguvu waliojiunga rasmi na serikali ya Umoja wa Kitaifa ya Libya GNU, kwa muda mrefu wamekuwa kikabiliwa na madai ya mateso na kulazimisha watu kutoweka. Matokeo hayo yalifuatilia mapigano makali mjini Tripoli yaliyochochewa na mauaji ya kiongozi wa SSA Abdel Ghani al-Kikli aliyejulikana kwa jina la Ghaniwa mnamo Mei 12. Inasemekana aliuawa kwa kupigwa risasi kusini mwa Tripoli na kusababisha makabiliano makali kati ya makundi hasimu yenye silaha ambayo yalisababisha vifo vya raia kadhaa na kuharibu miundombinu muhimu ikiwa ni pamoja na hospitali. Takribani miili 77 imegundulika mjini Tripoli kati ya Mei 18 na 21, ikiwa ni pamoja na maiti 10 zilizoungua zilizopatikana katika makao makuu ya SSA huko Abu Salim na mingine 67 iliyohifadhiwa kwenye friji za hospitali, shirika la Umoja wa Mataifa lilisema katika taarifa yake kwa vyombo vya habari. Mazishi mengine yameripotiwa kugundulika katika mbuga ya wanyama ya Tripoli inayoendeshwa na SSA. Tovuti hizi lazima zimefungwa na ushahidi wote uhifadhiwe ili kuunga mkono juhudi za mara moja za uwajibikaji. Wale waliohusika na vitendo hivi vya kikatili lazima wafikishwe mahakamani bila kuchelewa, Teke alisema. Hali imekuwa ni mbaya zaidi. NATO, miaka kadhaa baada ya mauaji ya kiongozi wa Libya, imesalia kuvunjika sana, ikigawanywa kati ya GNU inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa yenye makao yake makuu mjini Tripoli na serikali pinzani ya utulivu wa kitaifa katika mji wa mashariki wa Benghazi. Ghasia za hapa na pale, mapigano ya wanamgambo na kukwama kwa michakato ya kisiasa kumeiacha nchi katika hali ya kutokuwa na utulivu kwa muda mrefu. Hali katika Libya bado ni mbaya sana. Kuna mahala ambapo watu wanaweza wakakana kustarehe kama nyakati za Muammar Gaddafi. Hata hivyo, kugundulika kwa makaburi hayo ya halaiki nchini Libya si jambo la kawaida. Mwezi Februari, mamlaka imeripoti kuopoa miili ya watu wasiopungua 28 wanaoaminika kuwa ni uhamiaji kutoka kwenye kaburi la pamoja huko Kufra, jiji lililo kilomita 1712 kusini mashariki mwa Tripoli. Siku ya Jumatano, Umoja wa Mataifa ulisema makaburi mawili yaligunduliwa huko Jahara na Kufra yakiwa na miili 10 hadi 93. Nchi hiyo yenye utajiri wa mafuta, ambayo ni kimbilio la wahamiaji kutoka mataifa jirani ya Afrika, imekuwa kitovu kikuu cha usafirishaji wa binadamu na uhamiaji kwenda Ulaya kupitia bahari ya Mediterania tangu kupinduliwa na kuuawa kwa Muammar Gaddafi mnamo mwaka 2021. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.